salia nami na kuendelea kufuatilia taarifa za yanayojiri. Takriban vijana 60 waliripotiwa kuaga dunia baada ya maandamano ya mwaka jana yaliyoendeshwa na kizazi cha Gen Z, ambapo bado familia wapendwa walioaga dunia wakiwa wanaendelea kulilia haki na kutaka sheria kuwakabili wale wanaodaiwa kutekeleza mauaji hayo, ikiwa baadhi ya vile mauaji hayo yanadaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama. Tutakuwa tunapata kauli za baadhi ya wapendwa wa baadhi walioaga, tukiwa tunajua kwamba hivi punde familia zilikongamana jijini Nairobi, takriban wazazi 25 hivi, wakiwa wanaendelea kushinikiza serikali kuwapatia haki dhidi ya mauaji ya wapendwa wao. Tumeona baadhi ya visa hivi kwenye taarifa na majukwaa ya habari, lakini studioni nimeungana na Joseph Shangala Mwadimi ambaye si mgeni kwenye vyombo vya habari, akiwa yeye ni kaka wa aliyeaga dunia Kelvin Andrew, ambaye ni mojawapo wa vijana waliopigwa risasi ama wanaodaiwa kupigwa risasi katika maandamano hayo, na alifariki katika eneo la Githurai. Karibu sana Joseph. Na pia nitakuwa nazungumza na Edith Wanjiku Kamau ambaye ni mzazi wa Ibrahim Kamau, ambaye pia ni miongoni mwa vijana walioaga katika maandamano hayo. Karibu sana Edith. Tumeona kukongamana kwa wazazi wapendwa wa familia ya walioaga dunia katika maandamano haya hivi punde jijini Nairobi, na kutangaza kwamba kuna ombi ambalo watawasilisha mahakamani Juni 25, ikiwa ni mwaka mmoja baada ya matukio haya. Ni yapi ambayo yanaendelea? Tukipata kauli zenu, hasa tukianza na Joseph, alafu tutakuwa tunapata kauli ya Edith. Okay, mpaka sasa kusema kweli hakuna lolote ambalo sisi tunajua linaloendelea kutoka pande ya serikali na kuhusiana na kilichofanyika Juni 25 mwaka jana. Na tunahofia kwamba tutaweza kupata hii haki kutoka kwa serikali kupitia njia zenu za media na kupitia wapiganaji haki. Sababu tumefanya mengi, tuliambiwa tupeleke postmortem zetu za waliofariki IPOA, tuliitishwa report tukapeleka IPOA baada ya kuchukua wakatuambia watachukua kama mwezi hivyo tupatie majibu. IPOA hawakutupa majibu haya. Kuna siku rais akasema kwamba kuna ripoti zilikuwa zimetoka za watu kuchukuliwa na kufariki, lakini yeye hana ripoti, so aka request barua majina yale watu waliofariki na waliochukuliwa zipelekwe kwa ofisi yake. Tulipeleka sisi wenyewe pale, tukipelekwa na wateteaji haki, tulikuwa pamoja, na bado rais vile vile walipopata ripoti hawakuturudia. So mpaka leo ama mpaka sasa tunashindwa ni vipi, mbona serikali inashindwa kutatua swali hili letu. Ndio. Edith, kauli yako ni ipi tukio kwamba tunajua yaliyotokea Juni 25 mwaka jana? Ukweli hatujaipata haki. Since tuandikishe ripoti kwa IPOA, walituambia tu tuta call back kutoka Queen tujue nini inaendelea. Mpaka na leo sisi tunaenda kumaliza mwaka, hatujaipata ripoti yoyote na kila kitu yetu wako nayo. Hakuna kitu kingine tushaipata kutoka kwao ama kusikia kutoka kwao. Ndio hata tulikuwa tumesema tulikutana kama wazazi Jumapili at least tupeleke petition tuone kama tuanzishie hata kesi kotini, angalau tuone kesi imeanza, at least tukuwe na ile amani, tutapata haki kwa watoto wetu. Ripoti za upasuaji tunajua kwamba zimeonyesha kuwepo kwa majeraha ya risasi, kuwepo kwa alama za kugongwa na vifaa butu kwa baadhi ya mili ambayo ilikuwa inafanywa upasuaji baada ya kuaga dunia wakati wa maandamano haya na makabiliano haya kati ya waandamanaji na maafisa usalama. Ripoti za wapendwa wenu zilikuwa na ishara gani ambazo unahisi kwamba zitakuwa zinasimama katika mahakama na kuweza kuleta haki dhidi ya waliotekeleza mauaji haya? Tukianza na Joseph. Mimi ndugu yangu Kelvin, yeye aliuliwa pale Githurai na kifo chake ilikuwa ni risasi. Alipatikana na risasi 2 za kichwa. Moja ilikuwa ni ya pande ya mbele na nyingine ilikuwa ni ya pande ya nyuma. Na thibitisho iko, maana tuliandikiwa postmortem. Nakumbuka tukichukua mwili tukienda kupokea hapo City Mortuary, wale watu walituambia tuende tukachukua records Kasarani police station, sababu watu wa Githurai nafikiri walikuwa wanaandikiwa Kasarani, na ni serikali yenyewe ndio ilituandikia hiyo barua
ya ruhusa kuchukua mwili wetu pale. Na hiyo postmortem ambayo walitaka record pale City Mortuary ilikuwa pale Kasarani, ndio inasema ni nini ilimuua na chanzo na nini. So kila kitu kinathibitishwa kwa ile barua ya kwamba aliuawa na kilichofanya kufa ni risasi 2 za kichwa na nilimwona mwili wa ndugu yangu. Yeah. Naam, tunafikiri kuna kauli sawia na hizo kutoka kwa Edith, labda unaweza kueleza na pia mungeweza kutufafanulia. Kuna kipindi ambapo serikali kupitia afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma ilikuwa nasema haijapokea watu wote walijitokeza na kuwasilisha kesi kuhusiana na mauaji haya ambayo tulikuwa tunaona mkiwa mnalilia haki mahakamani kama wapendwa wa waathiriwa hawa, watetezi wa haki wa kibinadamu wakitaja waziwazi kwamba yametekelezwa na baadhi yametekelezwa na maafisa wa polisi, wengine walikuwa wanachukua video wazi mtandaoni, lakini kukawa na kauli kwamba hakuna kesi zozote ambazo zimewasilishwa rasmi kutoa lalama kwamba kunaanzishwa mchakato wa kutafuta haki. Kauli zenu zitakuwa ni zipi kuhusiana na hao? Lakini Edith, wakati unatujibu hayo pia labda ueleze tu kwa ufupi ripoti ambayo ilikuwa inaonyesha sababu ya kifo cha Ibrahim, tukiangazia kama itakuwa ni ithibati ambazo zinahitajika kuweza kupata haki kotini katika masala ya sababu ya kifo katika maandamanaji haya. Kwa kweli mimi nilipompata Ibrahim City Mortuary, mimi sikujua alikuwa ameuliwa wapi ama alikuwa amekotwa area gani, lakini kwa postmortem ilisemekana alikuwa amechukuliwa hapo Arambe House. Hiyo ndio venye postmortem ilisema. Na kitu ya pili, Ibrahim alipigwa risasi 2 za shingo, hizo ndio zilimuua, na hiyo tu, lakini bullet haikupatikana. Already walikuwa wameshatoa, hakuwa na bullet yoyote. Swala la kuwasilisha lalama rasmi katika afisi za kisheria ni kitu ambacho nyinyi binafsi kama familia kwa pamoja mmefuatilia ama mmekwenda kila mtu binafsi kufanya hivyo, ndio tuweze kujibu swala ambalo lilikuwa linaibuka kwamba mkuu wa mashtaka ya umma hana kesi zote rasmi ambazo zimewasilishwa kuhusiana na mauaji ambayo yalitekelezwa kipindi hicho? Okay, hapo kuna changamoto sana. Mkisema muende nyewe binafsi, iko na changamoto sana kama familia. Sababu wajua walikuwa wanakataa kesi. Na wengi wanasema ati hauna wakora. Pengine wameuliwa na kesi tofauti, sio serikali. Na wakati vifo vote vilikuwa ni hiyo tarehe 25 Juni. Mtu yote aliyokufa hiyo tarehe utapata wengi wamekufa kwa parliament ama ile ya pale Githurai. Sasa mkisema tulijaribu sisi nakumbuka kuenda direct, lakini unapata wanapinga. Serikali ilikuwa inakataa. Inasema pengine mhalifu alikuwa hata ni mwizi ndio maana aliuawa. Ndio maana inabidi tukimbilie wale watu wakimbilia haki ndio wakaweze kututetea kidogo, ndio tukapata kutumia wao hata wakatuokolea sisi na waliofariki ndugu zetu na kutusaidia pamoja. Ndio. Na maoni yako ni yapi? Mimi maoni yangu ni kuwa mimi nakumbuka hiyo time tulienda kuandikisha statement IPOA. Mara ya kwanza mimi nilienda kama mimi mzazi, mimi nilikuwa peke yangu. Ikakuwa nikiandikisha statement hawatanipatia statement yenye mimi nimeandikisha kama mzazi. Ikakuwa nirudi nyumbani tukuje tukiwa wote kama familia ya wale wote walipoteza watoto wao. Na tukaenda hiyo siku tulienda, tulipatana na chairman wa IPOA na akatupromise kila mzazi andikishe statement na haki mtapata. Tangu na hiyo siku hawajatupigia simu watuambie tumefikia wapi. Hapana. Walienda tuna wakanyamaza. Sasa kitu hatujaielewa ni kuwa kwa sababu hii ni kama tu bado ni serikali. Juu polisi IPOA hawezi enda kushika polisi mwenye ako na bunduki. Unaona? Maybe pia yeye anaogopa, anaweza pia potezwa ama pia yeye aende auliwe. Unajua kila mtu kuna vile maisha yake pia anahofia, na maisha yake kila mtu ni muhimu. Hii tu tungeomba tu rais tu mwenyewe tu ndiye atoe amri. Asipotoa amri, ukweli sisi kama Wakenya tutapata haki. Na katika ushirikiano wenu na watetezi wa haki za kibinadamu na hadi kufikia sasa wakati ambapo mmeamua kutuma ombi rasmi katika bunge la kitaifa kwenye miezi ijayo, ni yapi ambayo mnaweza kusema mmepiga hatua katika safari hii ya kutafuta haki, Joseph? Hatua tumeipiga, maana nafikiri hatua ya kwanza ni ya kwenda ku IPOA ya kwanza tukiwa na wateteaji haki, sababu kama si wao tungeweza kwenda pale. Hatua ya pili tulichukua ilikuwa ni ya kwenda kupeleka majina kwa rais. Na hatua ya tatu, nafikiri ya tatu bado tunapigania sasa hii kupata kusikika.
hata hiyo rais akisema kwamba alikuwa hajui kuhusu hivyo vifo, hiyo kanda ya BBC nafikiri pia imetusaidia, na pengine kupitia hiyo kanda na rais wetu wa Kenya ataona makosa yalitokezea iko kwa mkononi ya serikali yenyewe. So pengine tuna imani kwamba kupitia hiyo kanda na yanayoendelea sasa hivi, na hata pia media kutusaidia, tutapikisha ripoti kwake na pengine hata tutapata justice ya watu tuliopoteza. Sababu serikali haikupeana hata pole kwetu. Mpaka sasa serikali inasema waliokuwa hiyo siku muuawa wengi waathiriwa ni wahalifu. Sasa tunashangaa wahalifu vipi? Na tulikuwa tunaenda kupigania haki zetu pale. Ndio. Naam, tukisikia kauli ambayo Joseph ametoa Edith kwamba bado hakuja kuwa na kukubali kokote kutoka kwa upande wa serikali kwa vifo vya vijana hawa ambao vilitekelezwa siku hiyo ya tarehe 25 Juni, na kwamba huenda labda walikuwa ni wahalifu. Kauli hiyo inakufanya unahisije ukitueleza labda Ibrahim alikuwa anasimamia nafasi gani katika familia yako? Mimi kwa ukweli mimi naisingi vibaya sana nikisikia kitu kama hiyo kiongelewa, na nikikumbuka hiyo siku kitu yenye alikuwa nayo ni simu na bendera na funguo. Nilikuwa kwa mfuko, funguo yake ya nyumba na ya pikipiki peke yake ndio funguo. Hata siku ya postmortem ndio kitu yenye alitolewa kwa mfuko, funguo peke yake, na simu mwenzake ndiye alikuwa amekuja nao nyumbani. So mimi kama serikali mimi nasikianga vibaya sana, sababu hata hiyo siku tukiangalia siku ya maandamano, ukiangalia hiyo ilikuwa live, ulikuwa unaona vijana watu wamebeba simu wako TikTok, at least wanatu update nini pia inaendelea pale, hatuwezi ona simu na bendera peke yake na chupa ya maji. Hiyo ndio kitu yenye walikuwa nao wamebeba kwa mkono yao. Hakuna kitu kingine walikuwa nayo. Sisi tungeomba tu wapate haki. Joseph, na wewe unakumbukaje siku hiyo unaposikia kauli kwamba huenda hawa walikuwa ni wahalifu, na unakumbuka alivyoondoka nyumbani, unajua kwamba wewe kama binafsi kama mwenye familia ama mpendo wake hakuwa mhalifu. Yapi ambayo yanakuja kwenye mawazo yako? Ni jambo la kushangaza, sababu mwanzo hiyo siku ilikuwa ni siku ya, nafikiri ndio ile siku ilikuwa serikali ilikuwa inapitisha ile katiba na mswada wa fedha. Hiyo siku ilikuwa inapitisha mswada wa fedha nikikumbuka, na tulikuwa hatutaki ipitishwe, maana ilikuwa haiko pande ya wananchi sana kama ilivyo pande ya watu wa serikali. Sasa hiyo siku nikikumbuka, wajua wakisema kwamba wale ni waathiriwa, na ukiangalia ndugu yangu alikuwa anafanya kazi na hii kampuni ya usafirishaji Kenya Mpya, utapata watu wengi hiyo siku walikuwa wengine wako kazi. Hakuna mtu pale alikuwa ni venye wanasema ni mtu ambaye ni ati ni jambazi ama ni mwizi. Nilishangazwa sana na rais akiongea hivyo, sababu wengi wale watu ambao walienda kufanya hiyo maandamano ni watu wanafanya kazi, na wengine kando kufanya kazi bado ni majenzi tu, vijana kama sisi ambao tunataka kujitetea haki zetu za siku zijazo. So kusema kweli hiyo kauli ilikuwa kauli mzuri, na kupitia hata hiyo kanda BBC nafikiri imepata kuweka wazi kwamba hawa watu walikuwa hawana hata wipo na hawakuwa hata na vifaa. Tulienda pale mkono mitupu tukienda kupigania haki, hakuna mtu ambaye alikuwa amebeba hata panga. Na chanzo chetu ilikuwa ni isipitishwe ile, na walipitisha, na nashangaa hata licha kuipitisha bado rais mwenyewe alikuja akaisimamisha baada ya vifo, baada ya mambo mengi mabaya kutokea. Na tamani angeisimamisha hata kabla ifike ile wakati ambao sisi wenyewe tuliweza kujitokeza pale kwa wale maandamano, kwa sababu ya kuitetea isipitishwe. So ni kauli ya kushangaza sana kutoka kwa rais akisema kwamba waandamanaji wengi walikuwa ni watu ambao hawana nia nzuri na serikali. Hiyo inashangaza sana. Yaani mnapotarajia 25 kuwasilisha ombi rasmi kwenye bunge, kwa niaba ya wale wazazi wengine, wapendwa wao wengine waliopoteza wapendwa wao katika maandamano haya na vifo wakati huo, ni yapi ambayo ungeyasema kwamba kwao kuatia moyo wakati mnatarajia kipindi hicho, na labda matarajio ni yapi katika kuwasilisha ombi hili na kupiga hatua katika kutafuta haki? Mimi ningeomba wazazi wasikufe moyo. Angalau tukipeleka hiyo petition, tupate tu haki ya watoto. Hiyo ndio kitu mimi ningewaomba, wasikufe moyo. Hiyo tarehe 25 wazazi wote wenye watoto walifariki, wazazi wote wenye pia watoto walipata majeraha kutoka hiyo siku ya maandamano ya 25th, mimi ningeomba tu wote wajitokeze, at least tufikishe hiyo petition, sababu mtu mmoja ama wawili hawezi saidika, lakini tukiwa wengi kama wazazi na wale pia walipata majeraha wa hiyo siku, angalau pia wale waheshimiwa watakuja kuchukua petition, wataona kuna huyu kumbe anatembea na wheelchair sababu ya hiyo siku ya maandamano, kuna huyu alipoteza mtoto wake sababu ya maandamano. Pia sisi tungeomba sana
au wazazi pia na hao vijana wenye pia walipata majeraha hiyo siku wajitokeze, tupeleke petition sisi wote. Asante. Joseph, kauli yako ya mwisho kuhusiana na... Ni kweli tunafaa tujitokeze, sababu hata kama kutakuwa na kuandamana tena, mimi niko tayari kurejea mpaka tupate kusikika. Sababu na kitu kingine niko napenda kusema ni nafikiri kitu itasaidia zaidi pia mambo ya June 50 iliyotokea mwaka wa 2027 ikifika. Mimi ningependa vijana wenzangu tushike kura, sababu ukiangalia mambo yote yanatokezea ni sababu ya viongozi ambao tumewapatia uongozi tuongoze. Nafikiri ina maana kubwa sana sisi vijana. Kama mimi mwenyewe binafsi nakumbuka siko na kura, so mimi ile somo nimelipata hapa, naona vijana wote wanafaa washike kura, tuchague viongozi sahihi, sababu vitu kama hivyo haviwezi tokea kama tungekuwa na msimamo wa kisasa na viongozi wetu, sababu hao ndo ambao wanatuangusha. Ndio. Bila shaka, asante. Huyo ni Joseph Shangala Mwadime ambaye ni kakake Kevin Andrew aliyeaga dunia katika maandamano ya Gen Z mwaka jana Juni 25 katika eneo la Githurai. Poleni sana kwa kupoteza wapendwa wenu na msife moyo kama alivyosema Edith katika kung'ang'ania haki. Pia nimshukuru sana Edith Wanjiku Kamau ambaye ni mzazi wa Ibrahim Kamau ambaye pia ni mojawapo wa vijana walioaga dunia katika wakati huo wa Juni 25 ambapo maandamano ya kizazi cha Gen Z ilikuwa yameshika kasi nchini Kenya mwaka jana. Tutakuwa tunasubiri yanayojiri 25 Juni mwaka huu wanapopanga kuwasilisha lile ombi katika bunge la kitaifa. Asanteni sana kwa kuja, kwa muda wenu na kwa mchango wenu, na kila laheri katika safari ya kutafuta haki. Asante. Ni wapokezi mskani wenzangu katika lugha ya Kimombo. Naona mwenzangu Grace Nganga amewasili studioni tayari kuchukua uskani kwenye matangazo haya. Endelee kukujuza na ibuka na kugonga vichwa vya habari. Nami natamatishia hapo taarifa siku ya leo. Jina langu ni Hadia Mwasiwa. Wakati mwingine akiridi ya Maulana inshallah tuonane.